EAC, East Africa Community. Welcome, what you are saying. I didn't know you have a beautiful center like this. Yeah. My boss, you are most welcome to our center. Niko hapa leo, mimi naitwa Veronica Nduva ambaye ni katibu mkuu wa Jumuiya Afrika Mashariki. Kila maana kwa nini tuko hapa, ambacho kilituleta hapa Mwanza, sisi kama wafanyikazi wa jumuiya tumeweza, na pia viongozi kwenye ile ofisi inasimamia masuala ya utangamano wa Jumuiya Afrika Mashariki, tumeweza kuja kuungana pamoja ili tuweze kujadiliana, kupanga kazi, kutiana moyo, kuweza kuzungumza pamoja ni vipi tunaweza tekeleza masuala na malengo ya kuhakikisha kwamba jumuiya tumeweza kuendeleza kazi za utangamano kwa njia yenye mwafaka bora na kuzingatia kanuni ambazo zinatuleta pamoja sisi kama wanajumuiya. Kina la pili, kwa nini tumeungana hapa, tumeweza kukuja hapa. Naona hapa nyuma yangu tumesimama katika ile inaitwa Regional Maritime Rescue Center, ambacho ni kituo cha uratibu wa utafutaji na uokoaji wa wanamaji kutokana na maafa yoyote yale ambayo yanaweza tokezea au kuwa na ajali kwenye maji, ili tuweze kuhakikisha hiki kituo kinaweza wasiliana na vituo vingine ambazo ziko katika nchini Kenya, nchini Uganda, nchini Tanzania, kuhakikisha masuala ya usalama. Iwapo kutaweza kutokea ajali lolote, hiki kituo kina ile mitandao ya mawasiliano. Kuna simu, kuna ile inaitwa radio call, ambao mtu akipiga simu kutoka kule kwenye maji akiwa hauna ile tunaita network, unaweza piga 110 na hiyo simu itapokelewa hapa. Ikipokelewa hapa, kuna zile rada ziko kule juu, itaweza kupeperusha hayo mawasiliano na tutaweza kujua haswa ni wapi ile inaitwa nini boat iko wapi, na tuweza kuhakikisha tumeweza kutuma ujumbe kwenye nchi ya Kenya au Uganda ama Tanzania kulingana na umbali ambapo hiyo ajali ipo na nchi ya moja hizo, na kuweza kuwatolea habari kuambia kuna watu ambao wamepatwa na tashwishi, basi mwende muweze kuwaokoa, na kuweza kuhakikisha hatuwezi kuwa na shughuli yoyote ambayo inaweza leta maafa, kifo ama ajali yoyote yenye maji. Kwa hivyo tunajivunia sana, kwa sababu hii ndio lengo moja ya utangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, tuweze kutatua shida zozote ambazo zinaweza tulenga kwa umoja. Na kwa hivyo tunafurahi sana, tunajivunia mradi huu umewezeshwa kulingana na mkopo na pia zawadi ambayo imetolewa na Banki ya Afrika ya Maendeleo, Africa Development Bank, na huu mkopo unalipwa na nchi, kwa sababu kama hii inalipwa pamoja na Tanzania na nchi nyingine, kuhakikisha tumeweza kuwa na mradi ambao ni wa maana. Kwa hivyo asanteni sana, na tunashukuru, tuko na imani ya kwamba wanajumuiya ambao pia wanatafuta wamewekeza ama wenye wanatoa maisha yao ya kazi kwenye maji, watajihisi ya kwamba jumuiya imeweza kuhakikishia usalama wao. Na ni muhimu pia nitaje mkurugenzi ambaye wanasimamia mradi huu haswa moja kwa moja, ni Daktari Masinde Bwire, ambaye anasimamia mmojawapo wa ofisi za jumuiya ambayo inaitwa Lake Victoria Basin Commission, ambayo inashughulika na masuala yote la Ziwa Victoria. Naitwa Dr. Masinde Bwire,
ni katibu mtendaji wa kamisheni ya Ziwa Victoria yenye makao makuu yake mjini Kisumu nchini Kenya. Kituo chetu cha uokoaji ambacho kinahakikisha usalama kwa wavuvi, wasafiri majini na kinatoa fursa nzuri za utangamano wa jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Nchi zetu jirani Kenya, Uganda, Tanzania zinapata fursa kubwa za kufanya biashara na utengamano majini pasipo shida yoyote. Jumla zimetumika kwa mradi na vituo vyote hapa nchini jumla ya bilioni 19 pesa za Kitanzania. Kwa kituo hiki pekee zimetumika jumla ya milioni 1.86 dola za Kimarekani kwa ujenzi na dola 500,000 kwa pesa za Marekani kwenye mifumo ya mawasiliano na uchukuzi.